Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na tunatoa sehemu sasa ya kwanza ya subira katika Bwana. Tuna somo linaloitwa subira katika Bwana. Subira katika Bwana. Subira maana yake ni kungoja katika hali ya utulivu. Subira maana yake ni kungoja katika hali ya utulivu. Ile kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 12 anasema, kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri, mkidumu katika kusali. Zaburi ile ya 37 mstari ule wa 7 na wa 9 anasema, unazungumza nawe mngojee Bwana kwa subira, usihangaike kwa anayefanikiwa, au usikasirike kwa ajili ya anayefanikiwa. Kwa hiyo unaona kuna siri ya kusubiri. Maana kuna siri ya kungoja. Hata kama unaomba pia mngoje Mungu. Haleluya. Mngoje Mungu. Mungu sio mganga. Eti usiache Bwana mwaka huu bila kutenda muujiza. Mungu ni mjomba wako. Mungu anajibu kwa wakati aliyokusudia kwenye maisha yake. Kwa hiyo zipo faida kukaa na Mungu. Zipo faida ukiomba na kusubiri. Usivunjike moyo. Zipo faida. Msubiri Mungu katika hicho kitu unachoomba, naye atakusaidia. Unapoomba na kusubiri, usikivu wako wa ndani utakuwa vizuri mbele za Mungu. Wakorintho wa kwanza 14 mstari ule wa 40 unaona anasema kwamba kila kitu kitendeke kwa uzuri na utaratibu. Mtu yote ambaye hana subira ndani yake atafanya mambo mengi sana bila utaratibu wa kimungu, bila maongozi ya kiroho ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunakuomba mahali popote ulipo, ukubali kuwa na subira katika hicho unachoomba. Mungu wetu atakujibu. Bwana apewe sifa. Chochote kinachochelewa kiroho huwa ni kikubwa kuliko kinachowahi. Kwa mfano, angalia tembo anabeba mimba mwaka kasoro au mwaka mzima, lakini kuku anaangua kwa siku 21, yani hata mwezi umaliziki. Sasa uwezi kulinganisha katoto katembo na katoto kakuku. Katoto kakuku kwanza kanaweza kakauawa na nyoya la tembo. Ngozi ya tembo tu kiparuza kifaranga cha kuku kinakufa. Kwa chochote kinachochelewa kutokea kwenye maisha, hata kama ni jambo umeomba, jua hicho ni kikubwa sana. Ni kama ni ujauzito wa tembo huo. Chochote kinachowahi hakitadumu sana. Mungu akichelewa ana sababu za msingi zaidi kwa nini amechelewa. Kuna vitu anavitengeneza. Kwa mfano, kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Mungu kuna watu akiwafanikisha kabla hajawaandaa rohoni, hayo mafanikio yatawaangamiza. Kwa hiyo ndio maana unaomba anachelewa, ana sababu. Hapo sio kwamba unacheleweshwa, ni Mungu mwenyewe ana sababu. Mungu anajibu kwa majira na kwa wakati wake. Mungu anajibu kwa majira na kwa wakati wake. Majira ya Mungu ni sahihi zaidi kwenye maisha yako. Unapokuwa unaomba, kubali majira ya Mungu. Unaweza ukawa unaomba kuoa au kuolewa na unaona umechelewa au Mungu amekawia. Sivyo. Majira yake ni sahihi zaidi kwenye maisha yako. Chochote kinachokuja kwenye majira ya Bwana kina baraka na kina neema na kina upenyo. Chochote kinacholetwa na mwanadamu na nje ya majira ya Bwana hakina baraka wala neema wala upenyo. Mungu hujibu katika hali ya utulivu. Na ukisoma katika ile Zaburi ya 23 anasema, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Katika utulivu kuna uongozi wa kimungu. Lakini katika mahangaiko, maana kinyume cha kukosa subira ni kuwa na mahangaiko. Katika mahangaiko kuna kufanya vitu bila uweledi, au kuna kufanya vitu kwa makosa, au kuna kukosea kukubwa. Mungu hajawahi kushindwa, ila anapima imani yako juu yake. Imani yako. Sasa hebu tuangalie faida za subira.
Warumi sura ile ya 8 mstari wa 25 anasema, bali tukitumaini kitu tusichokiona, twakingoja kwa subira. Twakingoja kwa subira. Kwa hiyo itakutengenezea nidhamu mbele za Bwana. Subira inatengenezea watu nidhamu mbele za Bwana. Lakini subira inakuza imani yako. Wafilipi 4:6 anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno ni kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Je, Kristo, unaona, ukiona unasumbuka ndani, maana yake huna subira. Maanake kama hauna subira hauna utulivu. Na ndio maana ukisoma Luka 18 mstari ule wa 8 anasema, je, Kristo atakapokuja ataiona imani duniani? Haleluya. Kwa hivyo mtu wa Mungu, jifunze kuomba na kusubiri. Mungu sio bubu wala sio kiziwi. Anasikia, lakini ana majira yake ya kujibu ambao ni sahihi. Usivunjike moyo wala usikate tamaa. Lakini inakupa kuyajua majira ya Bwana sahihi katika kila jambo. Mhubiri ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5 anasema, kwa kila jambo kuna majira na wakati wake, kwa kila kusudi chini ya jua. Kwa kuna wakati wa kuomba, kuna wakati wa kujibiwa. Kuna wakati wa kuomba kama ulikuwa hujui, na kuna wakati wa kujibiwa. Chochote cha haraka hakina ubora kwenye maisha yako. Mambo ya rohoni yana muda wa kuandaliwa. Angalia mfano wa Eliya na Obadia alipokuwa anaenda kuangalia mawingu katika anga. Alienda mara 6. Ya 7 ndiyo aliona dalili kama mkono wa wingu katika anga. Kwa hiyo tumeona mfano wa mtumishi wa Mungu Eliya na Obadia kule mlimani alipokuwa anamtuma akaangalie mawingu. Unaona jinsi alikuwa anaenda, alienda zaidi ya raundi 6 akakuta anga liko halina kitu. Lakini hakukata tamaa, aliendelea kwenda. Kwa hiyo subira ni kitu kizuri sana. Unapokwenda kuomba, usifusi Mungu ajibu kwa haraka. Acha ajibu kwa wakati wake ambao ni sahihi kwako, kwa sababu Mungu anazo njia za kukutunza. Haleluya. Usikate tamaa wala usivunjike moyo. Ngoja nikuombe. Mungu, tunashukuru kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Bariki mtazamaji wetu, bariki msikilizaji wetu kila alipo, katika jina la Yesu. Mungu wetu, msaidie aelewe maandiko haya ya ujumbe wa neno lako ambayo tumeyazungumza. Mfunike yeye na nyumba yake. Tunaomba kwa ajili ya wale watakaosimama nasi kupitia matoleo. Bariki matoleo yao. Tunaomba pia kwa ajili ya wale wote wenye shida mbalimbali, walio wagonjwa, walio hawawezi, walio dhaifu. Tunakuomba ukapate kuwagusa na kuwatembelea. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu ninaomba. Amen.